Acts chapter 1 verse 8. Matendo 1:8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Father, we thank you Baba, tukushukuru this afternoon mchana wa leo for your presence in this place uwepo wako mahali hapa as you speak to us in a special way. unaponena nasi kwa njia In special Jesus' name. katika jina la Yesu. Now remember, we were talking about 5 pillars. Ukumbuke tulikuwa tunazungumzia nguzo 5. Pillar number 1, Nguzo ya kwanza, remind me, nikumbushe, the pillar of prayer nguzo ya maombi for a successful 2020. kwa ajili ya 2020 We need to be iliyofanikiwa. prayerful. Tunahitaji kuwa watu wa kuomba. Point number 2, work. Jambo la pili, kazi. We need to work. Lazima tufanye kazi. We are not going to succeed by just sleeping. Hatutafaulu tu kwa kulala. We need to work. Lazima tufanye kazi. Work very hard Fanya kazi kwa bidii and smart for that matter. na ufanye kwa ubora. Point number 3, Jambo la tatu, excellence. ubora. So it means our work, Inamaanisha kazi yetu we must do it perfectly. lazima Perfectly. tuifanye ikiwa bora We kabisa. work well. Fanya kazi vizuri. Good product. Unatoa bidhaa zilizo Good sawa. services. Kazi nzuri So that we can be on top. ili tuwe juu. Point number 4, Jambo la 4, acceleration. kasi. So we are going to move in acceleration in 2020. Tutatembea katika kasi katika 2020. We are not going to go slowly in a lazy Tutafanya way vitu polepole because time is not on our side. kwa sababu hatuna muda. We work hard Tunafanya kazi kwa bidii when we have time. wakati tuna muda. Ama namna gani? Yes. Work very hard Tufanye kazi kwa bidii because it's our season. kwa sababu ni majira yetu. God has opened a door Mungu amefungua mlango that nobody can close. ambao hakuna anayeweza kufunga. Now, point number 5 Alafu jambo la 5 is about missions. inahusiana na kueneza injili. So today I want to lay the foundation about missions. Leo nataka niweke msingi kwa ajili ya kueneza injili, But all the topics we have spoken about here, lakini mambo yote ambayo tumezungumzia hapa, God will give us time to go one by one. Mungu atatupatia muda ya kupitia moja baada ya nyingine. But here is the foundation for Lakini missions. sasa hapa tunaweka msingi kwa ajili ya Here, kueneza injili. Jesus is dead, Hapa Yesu tayari ameshakufa resurrected from the na dead, amefufuka kutoka kwa wafu is now about to go to heaven. na ako tayari kwenda mbinguni. Disciples are standing before him. Wale wanafunzi wake wamesimama mbele yake. And Jesus says, Alafu Yesu anasema, you shall receive power. mtapokea nguvu. So, okay, these are the last words. Haya ndio maneno ya mwisho. The last word of Jesus Maneno ya mwisho ya Yesu on earth. akiwa duniani. So you shall receive power Anasema mtapokea nguvu when the Holy Spirit comes upon you. wakati Roho Mtakatifu atakuja juu yenu. And then he continues, Alafu anaendelea, you shall be my witness. mtakuwa mashahidi wangu. It means Inamaanisha we receive power mnapata nguvu to witness. ili muwe mashahidi. So the purpose of power Kwa hivyo kusudi la nguvu is to become herald of the gospel. ni kukuwa wajumbe wa injili. That's why we are receiving the Holy Spirit. Ndio maana tunapokea Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. And then the gospel, the spreading will start in Judea. Alafu sasa itaanzia pale Judea, It Yerusalemu, goes down to Samaria. Judea, alafu Samaria, And then to the end. alafu Of the mpaka world. ulimwenguni kote. So this end of the world, Sasa huku in mwisho wa dunia, original translation, katika tafsiri ya it asili means to the farthest, inamaanisha mpaka mbali kabisa, to the lowest, mpaka mahali chini kabisa. every clan, every nation, Kila taifa, every tribe kila tabaka must hear lazima lisikie and know Jesus is Lord. na lijue ya kwamba Yesu ni Bwana. Hallelujah. Amen. So now I want to bring just 2-3 things to our attention. Kwa hivyo sasa nataka tu nizungumzie mambo mawili au matatu. Point number 1 Jambo la kwanza is the importance of the Holy Spirit. ni umuhimu wa Roho Mtakatifu. The Holy Spirit is Jesus. Roho Mtakatifu ni Yesu. The Holy Spirit is God. Roho Mtakatifu ni Mungu. The Bible says God is what? Biblia inasema Mungu ni nini? God is Spirit. Mungu ni Roho. John chapter 4 verse 23 and 24. Yohana God 4:23 is na Spirit. 24. Mungu ni Roho. Now, why is a holy God Na sasa ni kwa nini Mungu mtakatifu living heaven anaishi come mbinguni and live in the heart of a sinner, aje aishi katika moyo wa mtenda dhambi, in the heart of somebody who is made of clay? katika roho ya mtu aliyeumbwa na matope na udongo? Point number 1, God took risk. Jambo la kwanza, Mungu alichukua hatari, He took risk akajihatarisha that the Holy Spirit can live in a man of clay. ya kwamba
Roho Mtakatifu anaweza kuishi katika mwanadamu aliyeumbwa na udongo. Now, the Holy Spirit Roho Mtakatifu is the greatest investment huo ndio uwekezaji mkuu that God has done. ambao Mungu alifanya. To give us Jesus Tupatia Yesu, and then to come into our hearts. alafu aje katika mioyo yetu. There is no bigger investment like that one. Hakuna uwekezaji ulio mkuu kuliko ule. Now we ask ourselves a question. Sasa tunajiuliza swali. Why this greatest investment in men? Mbona uwekezaji mkuu wa aina hii katika wanadamu? Why? Mbona? So that we can testify. Ili tuweze kushuhudia. Now, the writer says, Sasa mwandishi anasema, you shall receive power, utapokea nguvu, which is translated ambayo imetafsiriwa as dynamite. kama hiyo dynamite. Dynamite in hiyo kifaru, it is like a bomb. Ni kama bomu. It is something that can blow even a stone. Ni kitu ambacho kinaweza lipua hata mwamba mkubwa. Dynamite. Dynamite. So he says you shall receive dynamite. Sasa anasema mtapokea ile dynamite. Wow. So we become too powerful. Inamaanisha tunakuwa wa nguvu sana. I remember in DRC, Inakumbuka kule Kongo, in mining place, mahali ambapo wanachimba migodi. we were always hearing boom, Kila wakati tungesikia vitu vikilipuka and we are used to it. na tukazoea. We will say, okay, Mungoti, kule in the minings, they are now Nasema kule blowing kwenye stones. migodi. Because you see, underground, Kwa sababu unajua kule chini they can go hundreds of meters. wanaweza enda mita mamia. So once they are down there, Wakiwa kule chini, there is no way you are going to dig with a machete or whatever. hakuna namna ya kulima na jembe ama. These are stones. Hii ni mawe. So they put dynamite. Kwa hivyo wanaweka ile dynamite. And then they tell everybody to go out of the mine. Alafu wanaambia kila mtu atoke kwenye hiyo migodi. And then at around 4 Alafu past, ikifika kama saa 10 they start hivi now blowing. wanaanza kulipua. Yeah, boom, boom. The earth is shaking. Alafu dunia inatetemeka. Dynamite. Dynamite. Try to imagine that kind of power. Sasa wewe jaribu kutafakari nguvu ya namna ile. Spiritual one now. Ya kiroho sasa ya In a kiroho. human being. Ikiwa ndani ya mwanadamu. To blow the stronghold of the devil. Kulipua zile kingo za shetani. To bring the world to subjection. Kuleta ulimwengu katika utiifu. To the faith of Jesus Kwa Christ. imani ya Yesu Kristo. Now, this power, Sasa hii nguvu God has given us. Mungu ametupatia sisi. He has trusted us with this kind of power. Ametuamini na nguvu za aina hii. Now he says, Alafu anasema after you receive power, baada ya kupokea nguvu, you don't sit down. amkai You chini. become my witnesses. Mnakuwa mashahidi wangu. You start in Jerusalem. Mnaanzia Yerusalemu, You go to Judea. naenda Yudea, You go to Samaria. naenda Samaria, To the end of the world. alafu mpaka ulimwenguni kote. This is now what we call a Great Commission. Hii ndio tunaita sasa ile kazi kuu. Great Commission is for all Hii believers. kazi kuu ni kwa ajili ya waaminio wote. There is no bargain. Hakuna kujadiliana. You don't say, okay, I've chosen to testify. Hautasema nilichaguliwa nikashuhudia. I've chosen just to sit down. Nimechagua tu nikae chini. Everybody is a witness of Jesus. Kila mtu ni shahidi wa Yesu. Every child of God. Kila mtoto wa Mungu. Listen what Peter says. Sikia anachosema Petro. Acts chapter 10 verse 42. Matendo 10:42. And he charged us to preach to the people and to bear solemn testimony that he is the God appointed and God ordained judge of the living and the dead. He charged us. Alituamrisha. Hallelujah. In other translation like this one, Katika tafsiri zingine kama hii, Net says, he commanded us to preach alituamrisha to the tuhubiri people and to warn them that he is the one appointed by God as judge of the living and the dead. He commanded us. alituamrisha. It is a command. Ni amri. This one says he charged us. Alituamrisha. Net says he commanded us. When you hear a command, Ukisikia amri, it means you don't bargain. inamaanisha hakuna kujadiliana. You don't have two choices. Hauna uchaguzi ati kuchagua It kitu is kimoja a ama command. kingine. Ni amri. It means you have to obey, Inamaanisha lazima utii, you have to do it, lazima you uifanye, have to perform, lazima you have to utumike, act upon the instruction. lazima utimize maagizo uliopewa. Hallelujah. Amen. And then listen to this. Alafu sikia.
That same Act of Apostles, hiyo Matendo ya Mitume chapter 4, verse 20. Matendo ya Mitume 4. Chapter 4:20. Listen. But we ourselves cannot help telling what we have seen and heard. So we can't help. Hatuwezi jizuia. It means we can't help. Namaanisha hatuwezi kujizuia. We have to obey. Lazima tutii. For we cannot but speak of what we have seen and heard. Listen to this. Sikia. ESV. For we cannot but speak. It means we can't help it. Inamaanisha hatuna uchaguzi. We can't protect ourselves. Hatuwezi kujizuia. There is nothing we can do about it. Hakuna tunachoweza fanya But kuhusiana to nayo. speak Ila kuongea about the things we have heard, kuhusiana na vitu ambavyo tumezisikia. we have to, and also seen with our Pia own vile ambavyo eyes. tumeona kwa macho yetu. So the Great Commission Kwa hivyo hii kazi kuu is for every child of God. ni ya kila mtoto wa Mungu. It's not only for men. Sio tu ya wanaume peke It's yao. also for women. Ni ya pia wanawake. It's not only for the youth. Sio tu ya vijana. It's also for old people. Pia ni ya wazee. It is for every person. Ni ya kila mtu. Preaching the gospel Kuhubiri injili is the purpose we have the Holy Spirit. ndio sababu ambayo tunaye Roho Mtakatifu. Because the Holy Spirit is not just there to pray for us Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko tu pale in kutuombea our weaknesses, katika upungufu wetu, but also to enable us share about Jesus to other people, the nations. lakini pia atusaidie tukatoe ushuhuda, tushuhudie Yesu kwa watu wengine wa mataifa. When you speak in tongues, Unaponena katika ndimi, you are not speaking to men, hauneni na wanadamu, but you speak to God. lakini unaongea na Mungu. Now, when you speak in the language that I speak now, you understand. Sasa ukiongea katika lugha ambayo unaiongea kama sasa You unaelewa. don't just speak to God, but now speak to men. Hautakuwa unaongea tu na Mungu peke yake, lakini utakuwa unaweza kuzungumza na wanadamu That's pia. why in the day of Pentecost, Ndio maana katika siku ya Pentekoste, when the Holy Spirit came down, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka, these people prophesied. hawa watu walitabiri, And the people came from Jerusalem. na watu waliotoka Yerusalemu They heard these people speak in their languages, wakasikia hawa watu wakiongea katika lugha zao, in their native language, katika lugha zao za nyumbani, in their mother tongue. katika lugha zao za kimama. So they heard these people Kwa speak. hivyo walisikia hawa watu wakiongea. Why their mother tongue? Mbona lugha za mama zao? And they say, we can hear them glorify God. Na wakasema tunaweza sikia wanamtukuza Mungu. They speak things about God. Wanazungumza vitu kuhusu Mungu. So it was meant to proclaim the goodness of God, Na sababu yake ilikuwa ni kutangaza wema wa Mungu. to let people know that God is good, Kuacha watu wajue ya kwamba Mungu ni mwema. and also know His marvelous, His wonders, His Na works. wajue pia matendo yake makuu. Now, if we have the Holy Spirit, Sasa ikiwa tunaye Roho we Mtakatifu, only speak in tongues in our room, alafu tunanena tu kwa lugha katika vyumba it vyetu, means we are just doing one work of the Holy Spirit, inamaanisha tunafanya tu kazi moja ya Roho Mtakatifu, which is to speak to God on ambayo our ni behalf. kunena na Mungu kwa niaba yetu. But there is more to the Holy Spirit Lakini Roho Mtakatifu ana mambo mengi than just to pray for you. zaidi ya kukuombea tu wewe. The Holy Spirit Roho Mtakatifu is meant to energize you, amekuja ili akupe nguvu, to empower you, akupe nguvu, to transform you, akubadilishe, to change you, akubadilishe, to give you ability, akupatie uwezo, so that you can go out. ili kwamba unaweza toka You nje, are like a dynamite. unakuwa kama ile dynamite, You burst outside. unalipuka kule nje, Tell people about Jesus. unaambia watu kuhusu Yesu, You shake your generation unatikisa kizazi chako with the gospel of the na kingdom. injili ya ufalme. So the gospel is not something that you just keep. Kwa hivyo injili sio kitu ya kujiwekea. In whatever capacity God has given you to do it on earth. Katika nafasi ama uwezo wote ambao Mungu amekupatia utende katika ulimwengu. Peter was a fisherman. Petro alikuwa mvuvi. This guy is a fisherman. Huyu mtu ni mvuvi wa samaki. And in that profession, Na katika ile kazi, one day siku moja in the morning, asubuhi he's washing his nets. anaosha nyavu zake. And then here comes a young man. Alafu hapa kuna kuja kijana mmoja. His name is Jesus. Jina lake Yesu. He says, Peter, Anasema, Petro, I want that your boat, nataka kutumia mashua yako because I see many people have come. kwa sababu naona watu wamekuja They kwa want to wingi. hear the gospel. Wanataka kusikia injili. Can I lend your boat? Je, naweza omba mashua yako? Peter said, okay, I give it to Petro you. akasema ni sawa, nakupa. So Jesus entered inside the boat. Yesu akaingia mashua ya Petro. And then he said, can you push me inside the Hapo water? kaniambia nisongeze ndani ya I want maji. to spread the gospel. Nataka kusambaza So now injili. Peter
took Jesus inside the water. Petro akamuingiza Yesu And ndani ya he maji. stood inside the boat, Alafu akasimama ndani ya mashua, started preaching. akaanza kuhubiri. Many people got born again. Watu wengi wakaokoka. Many people got healed Watu wengi wakapona using the boat of Peter. akiwa anatumia mashua ya Petro. It means Inamaanisha all our professions, kazi zetu zote, even when we didn't know, hata wakati hatukujua, God has put us in these different professions Mungu ametuweka katika hizi kazi so tofauti that we can tofauti make Jesus known. ili tumfanye Yesu ajulikane. It doesn't matter your profession. Haijalishi unafanya kazi gani. But you know what? Remember we said God is an omniscient. He knows everything. Kumbuke tulisema ya kwamba Mungu anajua kila kitu. He knows the end Anajua mwisho before the beginning. kabla ya mwanzo. So he spread us. Kwa hivyo akatusambaza. Some are carpenters. Wengine ni wa fundi Some ambao. are masons. Wengine wanajenga Some nyumba za are mawe. engineers. Wengine ni wahandisi. Some are business women. Wengine ni wanawake Some are wafanya biashara. businessmen. Wengine ni wanaume Some wafanya are biashara. students. Wengine ni wanafunzi. Different careers. Wako katika kazi So tofauti. in all these careers, Katika hizi kazi zote we are witnesses of Jesus. sisi ni mashahidi wa Yesu. Okay, I just want to go slowly Nataka niende polepole by giving you examples. ili niwapatie mifano. When you read the scripture, Ukisoma maandiko you see the calling of Matthew. unaona wito wa Mathayo. Now, when Matthew is called, Wakati Mathayo anaitwa, this Matthew is going to invite Jesus in his house. huyu Mathayo atamkaribisha Yesu katika nyumba yake. So Jesus went to eat in the house of Matthew. Yesu akaenda kula katika nyumba ya Mathayo. And when Jesus is in this house, Na akiwa katika hii nyumba, the Bible says, Biblia inasema people of all kinds, watu wa tabaka zote they came there. wakaja pale. Hallelujah. Amen. They came there. Wakaja pale. To do what? Fanya nini? Matthew is a tax collector. Mathayo ni mtoza ushuru. Okay, because you don't understand tax collector. Sababu mwelewe mtoza ushuru. Let's say he's working with Kenya Revenue Authority. Sema anafanya kazi na KRA. Those are tax collectors in those days. Hao ndio watoza ushuru wa zile siku. Now, it is always believed, Na imeaminika kwamba not only today, sio leo peke yake. even in those days, Hata hizo siku tax collectors were seen as thieves watoza ushuru walionekana Robbers. kama wezi, who majambazi collected more ambao walitoza ushuru than zaidi they were supposed to collect. kuliko kiwango walichopaswa kuchukua. And remember, Na ukumbuke Israel was under Rome. Israeli ilikuwa chini ya utawala wa So Warumi. all the taxes they collected Kwa hivyo ushuru wote were uliokusanywa taken to Rome. ulipelekwa katika nchi ya Warumi. So Israel was impoverished Sasa Israeli ikawa and imenyang'anywa. Rome became very rich. Wakapoteza Waisraeli na Warumi wakawa watajiri sana. Now listen. Sasa sikia. So the Israelites were not happy. Na Waisraeli hawakufurahia. Whoever worked for the Romans Yeyote aliyofanyia kazi Warumi was seen as a bad man, alionekana kama mtu mbaya, a thief, a crook. mwizi, jambazi, mkora. Do you understand? Je, unaelewa? So now, Sasa the Bible says Biblia inasema these people were not loved hawa watu hawakupendwa because they were hired by the Roman kwa sababu walikuwa wameandikwa kazi na and Warumi. served for the Romans. Walitumikia Warumi. Now, Sasa Jesus entered the house of Matthew Yesu akaingia nyumba ya Mathayo that evening. hiyo jioni. And then Matthew Alafu Mathayo invited his friends, akakaribisha rafiki zake tax collectors. watoza ushuru. They came Wakaja. and the house was packed of people Nyumba ikajaa watu eating wakila at the table with Jesus. mezani pamoja na Yesu. The Bible says Biblia inasema many people lamented. watu wengi walilalamika. They say, look at him. Wakasema muangalie, Why is he eating with tax collectors? mbona anakula na watoza ushuru? Hallelujah. Amen. The house was full of what? Nyumba ilikuwa imejaa nani? Tax collectors. Watoza ushuru. That was his profession. Na hiyo ndio ilikuwa kazi yake. As a tax collector, Kama mtoza ushuru, he brought in tax collectors. alileta watoza ushuru. So a lot of watoza ushuru came to the kingdom. Kwa hivyo watoza ushuru wengi wakaja katika ufalme. The day he entered the house of Zacchaeus, Ile siku aliingia katika nyumba ya Zakayo, a lot of friends of Zacchaeus, Zacchaeus said, hey, today, just come in my house. Go and call my neighbor. Go and call my friend so and so. Go and call my friend so and so. Jesus is here. So he sent his servant. The house was packed. Zakayo alituma watumishi wake wakaleta watu wakajaa nyumbani kwake. And first he said,
How is it possible Alafu sasa watu wakasema itawezekanaje that he can eat with tax ya collectors? kwamba anaweza kula na watoza ushuru. We have to stop discrimination. Lazima tuache ubaguzi. Take the gospel of Jesus to people. Peleka injili ya Yesu kwa watu. Don't say this one is a sinner. Usiseme huyu ni mtenda dhambi. Oh, this one is good. Huyu ni mwema, ni mzuri. On this earth, Katika ulimwengu huu everybody sinned. kila mtu alitenda dhambi. Do you understand? Je, unaelewa? Everybody sinned Kila mtu alitenda dhambi here on earth. hapa duniani. Forget even about sinning. Sawa hata kutenda We dhambi. were all born sinners. Sisi sote tulizaliwa waovu. Our parents were sinners. Wazazi wetu walikuwa watenda dhambi. The blood that gave birth to us Damu iliyotuzaa sisi was contaminated ilikuwa imechafuka with sins. na dhambi, imechafuliwa na dhambi. That's why Ndio maana Jesus is not carrying our blood, Yesu hakubeba damu yetu, because ours was kwa contaminated. sababu yetu tayari ilikuwa The imechafuliwa. blood of Adam was Damu ya contaminated. Adamu ilikuwa tayari imeshachafuliwa. That's what the angel says to Mary. Ndio maana malaika anamwambia Maria, The power of the Holy Ghost nguvu za Roho Mtakatifu will come upon you, zitakuja juu yako, will overshadow you. zitakufunika. That's why the baby shall be called holy. Ndio maana yule mwana ataitwa mtakatifu. Mbona museme amen? Manake mweye muko na injili ingine. Inaonekana muko na injili ingine. Especially watu wale walikuwa kwa dini, isn't it? You have a different Okay, gospel. dini ilikuambia nini? Hey. Romans chapter 3, 23. Put Warumi there. 3:23. For all have sinned and fallen short of the glory of God. 24. 24. And are all justified by His grace as a gift, not as a salary. Kama zawadi sio malipo. You get a salary, when you work they pay you. Unapata mshahara ukifanya kazi unalipwa. A gift, you get it for free. You don't Zawadi deserve it. unapata bure, si lazima ufanyie kazi. Through the redemption maana ukombozi. Through the redemption, to redeem, kukomboa. Through the redemption that is in Christ Jesus. Number 25, look at this. Angalia. Whom God put forward as a propitiation. Propitiation. Do you know propitiation? Je, unaelewa hiyo propitiation? Propitiation, you know what? Now look. This is the tabernacle. Hii ndio hema. And this is the ark of God's covenant. The ark. Na ile sanduku ya agano Now ndio hii. this ark, Na sasa hii sanduku it has a cover. iko na kifuniko. At this age, Upande huu you have an angel kunaye malaika of gold, pure gold, ambaye ametengenezwa na dhahabu with wings akiwa na mabawa. opened. This side, another one. Alafu upande huu mwingine kuna malaika mwingine. And now, inside this, Na ndani you have the plate of manna. kuna ile sahani ya You have mana the staff of Aaron Kuna ile fimbo ya Haruni. or Moses. ya Musa, And then you have the tablet of 10 commandments. na pia tuna yale mawe ya amri 10. Now, here on top of this, the top of the ark Na sasa juu ya ile sanduku of God's covenant, ya agano la Mungu, these angels, one here, one here, malaika huku na huku with their wings open. na mabawa ambayo imefunuliwa. What does it mean? Inamaanisha nini? Remember, Kumbuka when Adam sinned, wakati Adamu alitenda dhambi, these angels hawa malaika were not opening their wings. hawako wakifungua mabawa yao. They were carrying what? Walikuwa wanabeba nini? A sword. Upanga. They were carrying what? Walikuwa wanabeba nini? Sword. Upanga. Go home, read Genesis chapter 3, you are going to see it. Enda usome Mwanzo 3 They were utaona. carrying sword Walikuwa wanabeba upanga to chase the sinner away. kufukuza yule mtenda dhambi. Adam and Eve have sinned. Adamu na Hawa wametenda dhambi. So these angels Sasa hawa malaika will patrol the garden wakawa wanalinda ile shamba that Adam cannot access, ya kwamba Adamu asiweze kuingia, because he was taken from that ground. kwa sababu alitolewa katika ule udongo. So God didn't want him to cultivate there. Mungu hakutaka aendelee kulima pale. Point number 2. Jambo la pili, There was the tree of life. kulikuwa na mti wa uzima. So God didn't want him to eat the tree of life and then live forever as a sinner. Mungu hakutaka ale kutoka katika ule mti wa uzima alafu aishi akiwa mtenda He dhambi would have milele. become like the devil. Angekuwa kama shetani. He would have lived forever, Angeishi milele
but in rebellion, lakini katika uasi like the devil. kama shetani. So God said, chase them away, Kwa hivyo Mungu akasema wafukuze, because I want them to live kwa sababu nataka waishi a holy life, maisha matakatifu, not like the devil. sio kama shetani. So angels are patrolling Kwa hivyo malaika wakawa wanalinda with sword. wakiwa na panga. Now, Sasa here at the Ark of Covenant, hapa kwenye agano la Mungu, the two angels malaika wawili standing at the edge ambao wamesimama katika of the ark pande za do sanduku la not agano, have sword. hawana panga, They are empty-handed wako mikono mitupu and their wings opened, na their mabawa hands yao opened. imefunguliwa. Why? Kwa nini? To say that God is available. Kusema ya kwamba Mungu anapatikana, You can access him. mnaweza mpata, He is available. yeye anapatikana. There is no sword Hakuna upanga to kill you, kukuua, to destroy you. kuharibu. God has been made available. Mungu amefanya kupatikana. Therefore, Kwa hivyo the high priest yule kuhani mkuu will come here atakuja hapa at this kifuniko, this cover, katika hiyo kifuniko with blood akiwa amebeba damu between the two angels katikati ya malaika wawili, and bring blood there. alete damu pale. So this was called propitiator. Sasa The hii iliitwa propitiator. ile kipatanishi. It means Inamaanisha the place that made God available. mahali ambapo palifanya Mungu apatikane. Now, whom God put forward as a propitiator. Now, in the Old Testament, Katika agano la kale blood is brought here. damu inaletwa hapa, But now in the New lakini Testament, katika agano jipya through Jesus, kupitia Yesu, God is made available. Mungu anapatikana. Now, Sasa, by his blood, what was brought now here before God kile kilikuwa kikiletwa mbele ya is Mungu not the blood of the lamb, sio damu ya but mwana, now the blood of Jesus, lakini sasa ni to damu ya make Yesu God available for us. ya kufanya Mungu apatikane kwa ajili yetu. Now look at this. Sasa angalia, To be received by what? Sema by works. To be received by what? Oh, it's not works. ipokelewe na nini? Imani. Now, this was to show God's righteousness, because in his divine forbearance, katika divine uvumilivu yake ya kiungu, what is happening? He had passed over, alipita juu ya dhambi. He has passed over. He didn't look at it, because if he had looked at it, he could have killed everybody. Hakuitazama kwa sababu kama angetazama zile dhambi angeua kila mtu. Dhambi njoo hii hapa, ama wewe uko hapa mwenye dhambi, pale Mungu kuangalia, anaangalia tu juu. Sawa, kuangalia atakuchoma. Hallelujah. Amen. So anaangalia wapi? Juu. Anakataa kukuangalia. That's what the Bible says. Hivyo ndivyo Biblia inasema. In his divine forbearance, Katika uvumilivu wake he wa had Mungu, passed over former sins. alipita juu ya dhambi za kale. And what is he saying now? Sasa anasema nini? Acts chapter 17 verse number 30. Matendo Put it there. 17 mstari wa 30. Put it there. Now look at this. Angalia. Look at that. Angalia. The times of ignorance, ile Mungu alikuwa anapita macho wapi? Juu. God overlooked. Salipita macho juu. But now, as we speak now, Lakini sasa tunapoongea, because we are no longer in ignorance, kwa sababu hatuko katika hali ya now we kutojua. have known the truth. Sasa hizi tumejua ukweli. God commands Mungu all anaamrisha people everywhere to repent. Amen. Therefore, Kwa hivyo go and preach the gospel. enda uhubiri injili. Tell the sinners, Ambia watenda dhambi, Jesus loves you. Yesu anakupenda. Hallelujah. Amen. Tell the sinners, Waambie watenda dhambi, Jesus loves you, sinners. Yesu anawapenda watenda dhambi. Come to the kingdom. Njoni katika ufalme. You are not taking condemnation to the world. Haupeleki hukumu kwa ulimwengu. Take the love of God to Peleka the world. upendo wa Mungu ulimwenguni. The love of God is called Jesus. Upendo wa Mungu ni Yesu. Am I talking sense? Je, nazungumza vitu So vinavyo- we take the maana- love of God to the people. Kwa hivyo tunapeleka upendo wa Mungu kwa watu. Show them the love of Christ Jesus. Waonyeshe upendo wa Yesu Kristo. And then bring them to the kingdom. Alafu walete katika ufalme. Hallelujah. Amen. So I repeat again. Kwa hivyo narudia, When we talk about the Great Commission, tunapozungumzia hii jukumu it kuu, is for everybody. ni ya kila mtu. The Bible says, Biblia inasema
In the days of Naaman, katika siku za Naamani there was a small girl kulikuwa na msichana mmoja who mdogo was taken captive ambaye alikuwa ameshikwa kama by the mateka Syrian army. na jeshi la Wasiria, And this young girl was an Israelite. na huyu msichana alikuwa Mwisraeli. She lived in the house of Naaman. Aliishi katika nyumba ya Naamani. Naaman was the boss. Naamani alikuwa ndio bwana wake, And Naaman was a leper. na alikuwa mkoma, He was having leprosy. alikuwa na ukoma, And he was the commander of the army of the na Syrians. alikuwa amri jeshi wa jeshi la Syria. The Bible says Biblia inasema she noticed akagundua the pain of Naaman, uchungu wa Naamani, the shame in his life. aibu iliyo katika maisha yake. And then she said to the mother of the house, Alafu akamwambia mama wa nyumba, this my boss, huyu bwana wangu if he goes to Israel, iwapo ataenda to Israeli, Samaria, aende pale there Samaria, is a man of God kuna mtumishi wa Mungu called Elisha. jina lake Elisha. That man will pray for him. Ule mtu atamwombea He will get better. na atapona. There is God in Israel. Kuna Mungu katika There Israeli. is God in Kuna Israel. Mungu pale There Israeli. is God in Israel. Kuna Mungu Israeli. So she spoke to the husband. Kwa hivyo akanena na mume wake. And then Naaman went to Israel. Alafu Naamani akaenda Israeli. 1 Kings chapter 5, you know the story. Mfalme wa kwanza mlango wa 5. And then he was healed. Alafu akapona. You see, in her profession, Unaona katika ile kazi yake, even though she was a captive, ijapokuwa alikuwa mateka, working as a domestic, akifanya kazi kama ya kusaidia kwa she nyumba, didn't mind. hakujali. Oh, because of this work I'm doing, I'm a Kwa domestic. sababu ile kazi nafanya mimi ni It mtu wa being kusaidia a nyumbani. domestic, Alijua na she mtenda was kazi. capable Hata akiwa mtenda kazi to nyumbani na tell the uwezo boss, wa kumwambia in bwanake, Israel, katika Israeli there is God of Abraham. kuna Mungu wa Ibrahimu. In Israel, Ndani ya Israeli there is God of kuna Isaac. Mungu wa Isaka. In Israel, Katika Israeli there is God who can change life. kuna Mungu ambaye anaweza badilisha He can maisha. transform people. Anaweza badilisha watu. Here in Syria, Hapa Syria you have idols. muna miungu. In Israel. Israeli. But if we do not witness, Lakini kama tutashuhudia, what are we doing? tunafanya nini? You are going to see that Christians, they talk a lot, Utaona kwamba Wakristo wanaongea sana, but they talk nonsense. lakini wanaongea vitu vya upuzi. They don't talk the gospel. Hawazungumzi injili. Let me tell you, Wacha niwaambie, if you can wake up in the morning, ikiwa unaweza amka asubuhi, you are just giving prophecies unaenda tu ukitoa unabii upon your life, juu ya maisha yako, in your family, katika jamii yako, in your house, katika nyumba your yako, job, katika kazi yako, everything. kila kitu. On the street, Barabarani you see people, unaona watu, just bless them, wabariki. proclaim. You shine, oh. You shine. Utang'aa. But we don't do that. Lakini hatufanyi hivyo. We talk nonsense. Tunaongea vitu vya upuzi. Mambo bure bure. Speak good. Nena mambo mazuri. Proclaim Jesus. Tangaza Yesu. Tell people about Jesus. Ambia watu kuhusu Yesu. Naaman got saved Naamani akaokolewa because of the domestic in his kwa house. sababu ya mfanyikazi nyumbani kwake. Ama namna gani? Read about Moses. Soma kuhusu Musa. The Bible says Biblia inasema Moses was instructed alipatiwa in maagizo all the knowledge and wisdom of the Egyptians. katika ufahamu wote na hekima ya Wamisri. Acts chapter 7 verse 22. Matendo 7:22. Put it there. Iweke pale. Act 27, 7:22. Look at this. Angalia. And Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and deed. 23. Look at this. When he was 40 years old, it came into his heart to visit his brothers, the children of Israel. So, look at this. And seeing one of them being wronged, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian. 25. He supposed that his brothers would do what? Understand that God was giving them salvation by his hand, but they did not understand. 26. And on the following day, he appeared to them as they were quarreling and tried to reconcile them, saying, men, you are brothers. Why do you wrong each other? Look at 27. But the man who was wronging his neighbor thrust him aside, kambia ondoka, umbuka, saying, who made you a ruler and a judge over
us. Do you want to kill me as you killed the Egyptians yesterday? Huh. At this retort, Moses fled and became an exile in the land of Midian, where he became the father of 2 sons. Achia hapo. Look at me. Niangalie, nitazame. Let's go back. Turudi. That Moses was instructed Ya kwamba Musa in akafunzwa all the knowledge katika and the ufahamu wisdom na hekima of the Egyptians. ya Wamisri. Look at God. Angalia Mungu. Moses is born in a terrible time. Musa anazaliwa katika wakati hatari sana. When sons, male kids or children are killed. Wakati wana wa kiume wanauawa. But God protected Moses. Lakini Mungu alimlinda Musa. You are sitting in this place. Wewe ambaye umeketi hapa, If not by the grace of God, isipokuwa kwa neema ya Mungu, you and I wewe na mimi could not been sitting here today. hatungekuwa tunakaa hapa leo. God has fought our battles. Mungu amepigana vita vyetu. When other children Wakati watoto wengine who are born when we were also born ambao walizaliwa wakati moja na sisi got malaria, walipata malaria, they died with malaria. walikufa na malaria. You and I didn't die. Wewe na mimi hatukufa. Other children Watoto wengine who are born in our days ambao walizaliwa katika wakati wetu died with kantembela. Unajua kantembela? Huh? How do you call it? Huh? Measles, yes. Measles. You know, I spoke in Hebrew. I thought you understand Hebrew. Nilisema na Kiebrania nikadhani mnaelewa. Hallelujah. But I forgot. Lakini Now let me come back here. Wacha nirejee. Measles. Hiyo measles. They died. Walikufa. We didn't die. Sisi hatukufa. You went to school. Ulienda shuleni. You succeeded. Kafaulu. Some people got A. Watu wengine walipata daraja They la A, never graduated lakini hawakuwahi with kufuzu their A's. na hizo daraja zao za, But you went to class lakini wewe ulienda darasani with your D minus ukiwa na ile daraja yako ya Daudi ondoa, and with your C minus. ukiwa na ile C minus. Ama namna gani? God enabled you. Mungu alikusaidia. Unajua mwendo wa Kobe ni pole pole, isn't it? Mwendo wa Kobe. Pole pole, pole pole, pole pole. By the time you know it, you are a graduate. Ama namna gani? Amen. By the time you know it, here you are today. Muda mchache umeshafuzu na leo uko I hapa. want you to know, Nataka ujue whatever you went through, chochote ulichokipitia, whatever you are today, chochote ulicho leo is for the interest of the kingdom. ni kwa ajili ya ufalme, It's for the benefit of the ni kingdom. kwa faida ya ufalme. When Moses is learning, Wakati Musa anajifunza, nobody knew hakuna alikuwa anajua why he is learning. mbona anajifunza. The Bible says, instructed in all the knowledge Biblia inasema alipatiwa maelezo and wisdom katika ufahamu of na the hekima Egyptians. yote ya Wamisri. Everything. Kila kitu. So God wants him to become fantastic, Mungu anataka awe mtu wa ajabu, powerful. mtu wa nguvu. Why? Kwa nini? To stand for the kingdom. Ili asimame kwa ajili ya ufalme. Sometimes I feel pity Wakati mwingine nasikia huruma when we have people in church tunapokuwa na watu kanisani that God has blessed, ambao Mungu amebariki still they live like poor. na bado wanaishi kama maskini. Sema tengo yoga nisaidie. I now feel like preaching. Sasa nasikia ni kama naweza hubiri. Now sit well. Oh. Kaa vizuri sasa. Sit well. Kaa vizuri. You see a child of God. Unaona mtoto wa Mungu, You are in this church. uko hapa kanisani. God has blessed you. Mungu amekubariki. Why are you living like a poor? Mbona unaishi kama mtu maskini? You cannot pay tithe. Hawezi lipa zaka, You steal from God. unaibia Mungu. Until when? You are utamuibia mpaka wapi? When you refuse to pay tithe, you are telling God, I'm poor. I'm Ukikataa broke. kulipa zaka unamwambia Mungu mimi ni maskini. When you refuse to pay tithe, you are telling God, I don't have a hand to receive. Ukikataa kutoa zaka unaambia Mungu sina mkono wa kupokea. Uambie pole pole, umeongea haraka. Uambie wasikie. Ukikataa kutoa zaka unamwambia Mungu sina mkono Wa kupokea. Did you get that? Je, umeelewa hiyo? I don't pay tithe. Silipi zaka. God, I don't have a hand to receive from you. Bwana sina mkono wa kupokea kutoka kwako. Which is very dangerous. Ambayo ni hatari sana.
That's why the Bible talks about, God is blessing you for us. Say Mungu amen. anakubariki kwa ajili yetu. Come on. God is blessing you for Resurrection Temple. Say Mungu amen. anakubariki kwa ajili ya Resurrection Temple. Let us be proud of you. Tujivunie wewe. Let us be happy about you. Wacha tufurahi kwa sababu And yako. heaven will bless you. Na mbingu itakubariki. Look, unajua, Nzambe na mikalika, wacha nimalizie hapa. Listen, Sikia. Solomon, Sulemani, whenever he went to church, kila wakati alipoenda kanisani, the priest, makuhani, the Levite wale were wafanyakazi very happy. walifurahi. They said, Walisema, is he coming today? je, anakuja leo? Yes, he's coming. Ndio anakuja. To worship here? Kuabudu hapa? Yes, he's coming. Anakuja. They say hallelujah. Wakasema haleluya. My child, Mtoto wangu, you are going to get school fees. leo utapata karo. King Solomon is coming. Falme Sulemani yuaje. My wife, Mke wangu, the new waxy in the market, you are going to get it. Do you know what? Unajua nini? This coming Sabbath, King hii Solomon siku ya is ibada, coming. Falme Sulemani, We were even told to expand the mazabah. tuliambiwa tuongeze madhabahu. Whenever he came, Kila wakati alikuja, the priests celebrated wale makuhani walifurahi because there were enough food. kwa sababu kulikuwa na chakula cha He kutosha. will give cows Angepeana ng'ombe in thousands. katika maelfu, Thousands. katika maelfu. Ya kuchomea Mungu wanachoma, ya kubeba kwa nyumba wanabeba, ya kukula wanakula. Ile moshi ya mazabau ya sadaka inajaa inchi yote mzima. Manabii makuhani wanatabiri kwa lugha, wanabariki Solomon mpaka mbingu inashuka. Ama namna gani? Wewe Mungu anakubariki unakuwa mchoyo. Haupendi tushukuru Mungu juu ya maisha yako. Unataka nini? You live like a poor when God has blessed you. Unaishi kama masikini You na Mungu give an amekubariki. offering of poverty, of Unatoa poor sadaka ya people, when God umasikini. has blessed you. Na wakati You come Mungu with 50 amekubariki. bob in church. Unakuja na shilingi 50. And then tuikuambia unakwazika. Mungu akusamehe. Ama namna gani? When we tell you unakwazika, it is for your good though. Ni kwa uzuri, ni kwa ajili ya faida yako. A old man, God has blessed you. You come 50 bob and give to God. Mtu mzima Mungu amekubariki, unakuja na shilingi 50 nampatia Mungu. Ule msichana, ule mjane si alitoa shilingi 2. Wewe uko mjane. Read the Bible well. The Bible says the Soma mjane, Biblia. she gave everything that she had. Biblia inasema alitoa kila kitu alichokuwa nacho. When we talk about the Great Commission, Tunapozungumzia hii kazi kuu, what is the Great Commission? ni kazi gani hii? The Bible says, Biblia inasema with his instruction, katika yale maelezo Moses was capable Musa alikuwa na to uwezo go before Pharaoh. kwenda mbele ya Farao, This a man who is instructed mtu ambaye alimfundisha, and say, you know what? alafu asema unajua nini? God says, Mungu anasema let my people go. acha watu wangu waende. A wise man, Mtu mwerevu, learned. amesoma. Pharaoh could not look down on Moses. Farao hangeweza kumdharau Musa. The guy was fantastic, Kwa sababu alikuwa learned. mtu wa ajabu, mtu msomi. He used his knowledge Alitumia ufahamu to wake serve the kingdom, kutumikia ufalme, to talk about the God of Israel, kuzungumza kuhusu Mungu wa to Israeli, release God's people from the bondage. kufungua watu kutoka kwa kifungo. Lydia, Acts chapter 16. katika Matendo The Bible 16, says she was a businesswoman, Biblia inasema alikuwa mfanyabiashara, powerful businesswoman. mwanamke wa mfanyabiashara In her mkubwa. businesses, Katika biashara zake, one day, siku moja as they were around, sitting on the side of the river, wakati walikuwa wamekaa kando ya mto doing meditation with other wealthy women, wamekaa pale na wanawake wengine Paul watajiri. came there Paulo akaja pale with Silas akiwa na Silas, and said, we have come to preach the gospel. akasema tumekuja kuhubiri injili. The Bible says Biblia inasema Lydia accepted Jesus Lydia alimpokea Yesu after she was converted baada ya kuamini to the kingdom of na God. kuingia katika ufalme wa Mungu. Paul says Paulo anasema she begged us alitusihi to stay in her house. tukae ndani ya nyumba yake. Acts chapter 16 verse 13. Matendo 16 mstari wa 13. Act 16:13. And on the Sabbath day, we went outside the gate to the riverside, where we supposed there was a place of prayer. And we sat down and spoke to the women who had come together. Maybe they came there for
I don't know for what purposes, but they were there. Sijui So Paul walikuja kwa nini, spoke to lakini them. walikuwepo. And on the Sabbath day, okay, number 14, look at this. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. 15. And after she was baptized, akamini akaokoka. After she was baptized and her household as well, she urged us, akatusi, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. And she prevailed upon us. Look at me. Nitazame. Come to my house Njooni kwangu. and stay. Mkae pale. How many people here, you are ready to accommodate somebody in your house? Even when we talk about the grand rendezvous, somebody is coming just for 5 days, for 3 days. You are going to see people closing their house. Ni watu wangapi I want wako my tayari? privacy. I want my privacy. Anasema nataka Which kukaa peke privacy? Which privacy? I just remember when somebody dies, where is your privacy? yangu. Nakumbuka wakati mtu anakufa, Where is your ule privacy? ubinafsi sasa uko wapi? Because other people are going to wash you. Sababu watu wengine wanaenda kuabudu. Wanakuosha maji, wanakuogesha. Where is your privacy? Wanakuvalisha manguo, isn't it? Aibu yako yote inatokea nje. Ama namna gani? Sema hallelujah. Do you know that if you people you can love me the way I love you? Ikiwa mtanipenda now. kama ninavyowapenda. By now, Kufikia sasa. by now, Inapofika sasa. kama hatuna mahali ya kuweka watu kwa hii kanisa, viti ingekuwa mpaka hapa yote. I tell you the truth. Isn't it? Ama unaonaje? Kweli. You see. Look at that. Angalia. If you judge me faithful, God has blessed me. Mungu I'm a amenibariki. businesswoman. Mimi ni mfanya I biashara. go to Thyatira. Ninaenda Thyatira. I buy purples, mango ya zambarau. That's what I sell, you know, Hiyo ndio linen, poplin, all those kind of clothes. Mavazi aina So hiyo yote. I'm a business lady. Kwamba mimi ni I'm mfanya biashara. rich. Mimi ni She tajiri. was a single lady. Sometimes when we see singles, Wakati mwingine tukiona watu we wanao ambao think they are wameolewa, not worthy of the kingdom. tunafikiria kwamba hawastahili katika ufalme. They are worthy of the kingdom. Wanastahili ufalme. Sometimes you don't know why they are single. Wakati mwingine wewe haujui ni kwa nini bado hawajaolewa. Some lost their husbands. Wengine walipoteza waume wao, Some were divorced. wengine walitalikiwa. The life has so many realities. Maisha yana mambo mengi. Sometimes when we look at them, Wakati mwingine tukiwaangalia, we see them as bad people, tunaona kama watu wabaya, especially married women. hasa wanawake waliolewa. When they look at these ones, Wakiwaona hawa ambao amekuja hawajaolewa, kunyang'anya mume yangu. Haja kuja kunyang'anya mume yako. Mume yako atanyang'anywa kama ameamua kunyang'anywa. Amen. Kama hajaamua kunyang'anywa, hanyang'anywi. amen. Hao watu ni watoto ya Mungu, wamekuja kuabudu nani? Mungu. Here is one of them. Huyu ni mmoja wao. Come to my house. Njooni nyumbani kwangu. If you find me faithful, Mkinipata come to my house. mwaminifu, njooni. I'm a businesswoman. Mimi ni mfanya God biashara. has blessed me. Mungu God amenibariki. has prospered me. Mungu I have a amenifanikisha. big mansion. Nina nyumba kubwa. So many rooms. Iko na vyumba vingi. Food is not a problem. Chakula sio shida. I'm rich. Mimi ni tajiri. Come in my house. Njooni nyumbani kwangu. Listen, Sikia. Paul is going to minister into Philippi, Paulo anaenda kuhubiri pale Filipi, but there in Philippi, lakini kule Filipi God has already prepared a lady Mungu tayari ameshaandaa mwanamke. called Lydia. Jina lake Lydia. She has a big house. Ako na nyumba kubwa. You shall stay there Utakaa pale and do ministry. na ufanye huduma. The city of Philippi Katika nchi ya got Filipo, converted. Mungu They believed akaokoa. in Jesus. Wakaamini Mungu. And Lydia became part of whatever God accomplished in that city. Na Lydia akawa sehemu ya kila chochote Mungu alifanya katika ule mji. Jesus in his days, Yesu katika siku zake he sent 2 disciples alituma wafuasi wawili in Jerusalem. kule Yerusalemu. Go to this city. Endeni katika nchi hii. You are going to see somebody. Utaona mtu
carrying a calabash amebeba mtungi, with water inside. mtungi wenye maji. Follow the person. Fuate ule mtu. Don't say anything. Msiseme chochote. When you enter in that house, Mkiingia ile nyumba, knock at that door. gongeni katika ule mlango. Tell the people in the house Alafu watu walio nyumbani, that we have come. muambie tumekuja. The master has sent us. Bwana ametutuma. Today is his day. Leo ni siku yake. Show us the place Tuonyeshe mahali where he must eat his supper. mahali atakula chakula chake. That house is big. Hiyo ni nyumba kubwa. It has big table. Iko na meza It kubwa. has good seats. Iko na viti vizuri. That's where I will share my last supper. Hapo ndipo nitashiriki chakula changu cha mwisho. Look at this man. Angalia huyu mtu. God created him, Mungu alimuumba, gave him possibility. akampatia uwezo. From the foundation of the world, Kutoka kwa misingi ya he shall ulimwengu build a big house, atajenga nyumba and in kubwa. that Na house, katika ile nyumba the Lord's Supper, the Chakula- last food of Jesus here on earth, chakula cha Yesu cha mwisho hapa will duniani be eaten in that house. kitakuliwa katika ile nyumba. Hallelujah. Amen. Paul says Paulo anasema it is a military work. ni kazi ya kijeshi. 1 Corinthians chapter 9. It is a military work. Ni kazi ya kijeshi. So in our professions, Sasa katika kazi zetu, in whatever we do in this katika life, chochote tunafanya katika God maisha, has prepared us. Mungu He ametuandaa, has placed us in different positions ametuweka katika sehemu tofauti to tofauti proclaim the gospel. ili tutangaze injili Whatever area you are, katika eneo lolote ulio. let us stop having this boasting kind of habit. Tuache Tabia. kuwa na hii tabia ya kujivuna. Oh, mie niko mtu mkubwa sana. Mtu mkubwa ni Mungu. Amen. Ama namna gani? Wamama bakieni, kisha ibada tuko na mazungumzo kidogo vile tutaendeleza kazi ya Mungu, si ni vile? Wakati wanasema tu neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo ya Mungu Baba, kabla haijamalizika anahakikisha kwamba kabla afungue macho, amen, mimi niko nje. Upendo wa Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Amen. Ama namna gani? The guy is gone. Ule tayari ameshaenda. Mubaki na hiyo mambo yenu. It is in those kind of meetings Ni katika mikutano kama hiyo that we talk, ndio tunazungumza. we plan the work of God. Tunapanga kazi ya Mungu. How to do evangelism. Jinsi ya kufanya uinjilisti. Ni dada gani alipata shida? How do we visit her? Ama namna gani? Tuko na conference in April. How are we going to go about it? Tutafanyaje? Wewe hautaki. Siku wewe unapata shida, hawakukuja kuniona. Hiyo church hawataniona tena. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. The devil is a liar. Wewe ulienda kuona nani? Manake wewe ndio mayai. Mwana jongo wakusengelela ni mai. Sasa ile ni Hebrew. Unajua Hebrew? Kidogo. Mwana jongo wakusengelela ni mai, maana yake kuna watoto wengine. Unaona kuna watu watoto tu wengine unaona keo kadogo. Kiko na tumbo kubwa. Lakini hako kamwili ni kidogo, isn't it? Kamwili kidogo, katumbo kubwa, tumiguu tunagonda tu kidogo sana. Unapata hii tumagoti tumefubala. Unaona kufubala? Tuko na njia. Kufubala ni nini? Mike. Kufubaa. Are you sure? Tumagoti ni kama tuwa mzee, lakini si mzee, ni katoto. Hallelujah. Sasa unasikia kanalia sana, tumachafu tumefura, lakini kamwembamba. Unasikia kanalia bure. Kila wakati mama anatengeneza yai anakapatia. Sasa njoo kwa Kiebrania wanasema mwana jongo wakusengelea ni mai. Mai maana yake mayai. So kale katoto kampenda kubembelezwa na mayai. Do you know that in faith kuko watu wengine wako kama tule tutoto tule. Tule tutoto kwa shorkor, ni kwa shorkor. Bwaki. Tumanywele ni to mwekundu tuko na teremuka. Kantumbo kana yale. Tumigutwa kidogo. Akana sante ni katumbo tule tumbo na ya vidudu. Misanda. Mwanajua misanda? Vidudu. Mnaita nini? Minyo. Unajua ile katumbo kamejaa sio kwamba ni afya. Can you imagine mtu wa vile eko ndani ya Yesu, mtu wa kiroho ameokoka. Na akamwambia tunangoja kwenda mbinguni. Mtu wa vile atenda mbinguni. Manake yeye ni mayai, kubeba pole bembeleza, kakianguka atakufa. Hallelujah. Mtoto wa Mungu anasimama na ujasiri. Amen. Anasimama kama simba. Amen. Come on, man.
Utanibembeleza na mayai namna gani? Mimi nasimama kama simba. Kile kitakuya kikui. Ama namna gani? Amen. Mtoto ya Mungu. Nilikutana na Yesu. Akakutana na mimi. Akabadilisha maisha yangu. So she was placed there. Aliwekwa pale. The other day I told you about ule mama ule. Wacha niache kwanza ule. Twende kwa Yesu. Wanakaribia wapi? Bethphage. Luke chapter what? 19, isn't it? Yes. Wanapokaribia Bethphage, ile mulima. Yesu akasema nini? Luke 19, isn't it? Yesu akasema nini? Go ahead. When you go ahead, this village, you are going to see a donkey is tied. Na katoto yake. Yes. Untie them. Bring them here to me. If anybody asks you, hey, Mzee Nyaga, ale, mimi natuma huyu bwana. What is your name? Amos. Amos kwenda kwa Mzee Nyaga. Unajua kwake? Kwenda kwake. Sijui ni utawala ama ni Karen, enda kwake. Utampata Mzee Nyaga. Chukua hiyo gari. Leta hapa. Mimi naenda kuhubiri ni wapi? Kimbilili. Akikuuliza, mwambie Tenguyoka anataka hiyo gari. Hiyo siku kama Mungu hatasaidia, njoo siku Zambe na mikalika na moto ama namna gani? Kama Mungu hataingia hapo katikati, mimi sitaongeza. Ama namna gani? Kweli. Ukitaka wakuweke kwa gazeti bila malipo. Praise God. Amen. Lakini Jesus. If anybody asks you, he didn't even say if the owner. Hakusema hata mwenyewe. If anybody. Ikiwa yeyote. But there is an owner now. Sasa the one who wants. Kuna mwenye hao wanyama. He doesn't care. Yeye ajali. If anybody. Ikiwa A yeyote. neighbor or whoever. Jirani ama yeyote. Whoever who calls himself the owner. Yeyote ambaye atasema I am the real owner. mimi ndio mwenyewe. Tell them, tell him. Chukua na uambie. The Lord has need of them. Bwana anahitaji kwa ajili yao. And they went. Na wakaenda. They didn't ask. Hawakuuliza. Mtu anatokea kwa dirisha. Hey, you people. Where are you coming from? Mnatoka What wapi? are you doing? Mnafanya nini? The Lord Bwana has a need anahitaji of them. hawa punda. And he went back in the house. Alafu anarejea nyumbani. They took the donkeys. Wakachukua wale punda. It means Inamaanisha in the program of God, katika mpango wa Mungu, in the economy of God, katika uchumi wa Mungu, it was planned, ilipangwa, it was purposed, iliamuliwa, it was written, iliandikwa, it was established ilikubalika that in that day, ya kwamba katika ile siku that man, ule mtu as he was taking care of that donkey, wakati alikuwa analinda ule it punda, was declared, written in heaven, ilitangazwa na kuandikwa mbinguni that special ya donkey kwamba yule punda wa will kipekee ride Jesus of Nazareth atambeba Yesu wa to Nazareti enter Jerusalem. akiingia Yerusalemu. Now, Sasa when you see yourself, ukijiona God has placed you somewhere. Mungu amekuweka mahali, Maybe you don't know why you are there. labda haujui ni kwa nini uko pale. God has placed us in different places. Mungu ametuweka katika eneo tofauti Some are tofauti. lawyers Wengine ni wa to make mawakili. Jesus known. Wafanye Yesu Some ajulikane. are judges. Wengine ni mahakimu. Make Jesus known. Fanya Yesu ajulikane. Some are engineers. Wengine ni wahandisi. Make Jesus known. Fanya Yesu ajulikane. Some are businessmen. Wengine ni wanabiashara. Make Jesus Fanya known. Yesu ajulikane. Some are carpenters. Wengine ni Make fundi wa mbao. Jesus known. Fanya Yesu Some ajulikane. are medical doctors. Wengine ni madaktari. Make Jesus known. Fanya Yesu ajulikane. Wherever we are, Popote tulipo, in whatever we are doing, katika chochote we tunafanya, were planted there tulipandwa pale by heaven na mbingu to make Jesus known. ili tufanye Yesu ajulikane. That's the scripture. Hayo ni maandiko. Look at Peter. Angalia Petro. Tax collectors came. Watoza ushuru wakaja. We want money. Tunataka pesa. Jesus, you have to pay. Yesu lazima ulipe. And you, Peter, Na wewe Petro, your master must pay. bwana wako lazima And alipe. you must pay. Na wewe pia lazima ulipe. When Peter came Wakati in, Petro alikuja,
Jesus asked him, Yesu akamuuliza, why is your face like this? mbona uso wako uko namna hii? Oh, you know what? Unajua nini? Tax collectors are outside, they want Watoza money. ushuru wako nje wanataka pesa. I wonder, God. Nashangaa. God is going to use Peter's profession. Mungu anatumia ile kazi ya Petro. Take your hook. Chukua ndoano yako. Go to the sea. Enda pale baharini. Throw in the hook. Tupa ndani ile You ndoano. shall pick a fish. Utapata samaki. Huyu mtu angekuwa carpenter. Angeelewa hata meaning ya hook. Angejua how to throw a hook inside the sea. But because the guy was a professional fisherman. Lakini kwa sababu kazi yake ilikuwa kuvua. So God is using his profession. Mungu anatumia ile kazi. Go and throw a hook. Enda na utupe The ndoano. first fish that comes, Samaki wa kwanza atakayekuja. open its mouth. Fungua mdomo wake. Pick money Toa inside. pesa pale ndani. Come and pay. Kuja ulipe These are kodi. professional fishermen. Huyu ni mfanyikazi wa He will kuvua. go there. Anaenda pale. Mungu wangu. Look at Paul. Angalia Paulo. The Bible says, Biblia inasema in Athens, pale Athens, before the philosophers, mbele ya wale wana filosofia, Paul stood Paulo akasimama and spoke to these people. akaongea na hawa watu. By going around your city, Kwa kupitia katika nchi yenu I've seen so many good things. nimeona vitu vingi vizuri. I love you. Ninawapenda. You are religious. Nyinyi ni watu wa dini. But by going around, Lakini katika matembezi I came to a place nilifika mahali where I came to a shrine nikapata mahali pa ibada. with a mention Alafu imeandikwa, of the name of a certain God imetaja jina ya Mungu fulani who is not God. ambaye si Mungu. My God. Remember that philosophers, Kumbuka wana they filosofia took him to the stadium, walimpeleka kwenye stadium, to the theater. They put him there. wakamweka pale. It is called areopage. They Inaitwa say, now, areopage. speak to us. Wakasema tuambie We want sasa. to hear. Tunataka tusikie. If Paul was a burik, Kama Paulo angekuwa pumbavu, if Paul was not educated, kama Paulo angekuwa si msomi, angeongea namna gani na philosophers? Angeongeaje? Wewe uliwahi kusikia Peter anapelekwa kwa philosophers? That's why I want church to understand. hiyo ndio nataka kanisa ielewe. We have different professions, Tuna kazi tofauti, different callings, tumeitwa tofauti, and all those callings, na hii wito yote they have meaning in the kingdom of God. ina maana katika ufalme wa God Mungu. has placed us in different places. Mungu ametuweka katika eneo We can tofauti. make Christ Jesus known. Tunaweza mfanya Yesu akajulikane. Failure to preach the gospel. Kukosa kuhubiri injili. Every day you come to church alone. Kila Every siku day unakuja alone. kanisa peke yako. Every day alone. Kila siku peke Every yako. day alone. Kila siku peke yako. Heaven is watching. Mbingu inaangalia. Heaven is Mbingu wondering. inashangaa. God has placed us in different places Mungu ametuweka katika maeneo tofauti for kingdom's sake. kwa ajili ya ufalme. Sometimes we do not Wakati understand. mwingine hatuelewi. Our lives is never an accident. Maisha yetu sio ajali. We are not where we are by our own decision. Hatuko mahali tupo eti kwa sababu ya uamuzi wetu. We are where we are by God's grace. Tuko mahali tuko kwa ajili ya neema ya Mungu. God bless people who understand this principle. Mungu aliweka watu wanaoelewa hizi kanuni. I say God bless people who understand this principle. Mungu abariki watu ambao wanaelewa hii kanuni. Tuombe. Father, we thank you. Baba, tukushukuru. Thank you for today. Asante kwa ajili ya leo. Thank you for your grace. Asante kwa neema yako. Thank you for your favor. Asante kwa kibali chako. Time has come, oh God, Wakati umefika Mungu, to proclaim the gospel. tangaze injili. The Bible says Biblia inasema there is happiness in heaven, kuna furaha mbinguni, much joy, furaha tele, if one soul ikiwa nafsi moja is saved itaokoka and comes to the kingdom. ije katika ufalme. God of the Bible, Mungu wa Biblia, as your people, kama watu wako we have subscribed to the Great Commission tunajihusisha na kazi kuu that we are going to preach the gospel ya kwamba tutahubiri injili and bring souls to the na kingdom. tulete nafsi katika ufalme, And we are going to make joy in heaven. na tutafanya furaha juu mbinguni. We are going to make sure that there is joy in heaven. Tutahakikisha ya kwamba kuna furaha juu mbinguni, And we believe na tunaamini when there is joy in heaven, wakati kuna furaha mbinguni there shall be joy on earth. kutakuwa na furaha hata duniani. When there is joy in heaven, Wakati kuna furaha mbinguni there shall be joy in the resurrection kutakuwa temple. na furaha katika kanisa la When there is ufufuo. joy in heaven, Wakati kuna furaha there mbinguni shall be joy in our families. kutakuwa na furaha katika jamii zetu. Father, bless your people. Baba, bariki watu wako, Bless your people. bariki watu wako, Bless every person bariki kila mtu who came in this place. ambaye amekuja mahali hapa. Give good health.
patia afya njema to your people. watu wako. I pray for good health. Ninaomba kwa ajili ya afya I njema. pray for good health. Ninaomba kwa ajili ya afya njema. Whatever evil substances Chochote cha kiovu that has been injected in their bodies, ambacho kimedungwa ndani ya miili I yao, command it to come out now. kiamuru kitoke sasa In the name of katika Jesus. jina la Yesu. Every plant of the evil one, Kila mmea wa mwovu, whatever seed God has not planted, kila mbegu ambayo Mungu I hajapanda, command you to come out of their body. kuamuru utoke katika miili Come yao, out of their lives. toka katika maisha yao In the name of Jesus. katika jina la Yesu. These are your people. Hawa ni watu wako, They shall live long. wataishi By miaka your mingi. grace, oh Kwa God. neema yako Mungu, They shall succeed. watafaulu. Whatever they touch Chochote watagusa shall answer to them. tawajibia. We love you. Tunakupenda. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba.